Ahlan wa sahlan wa marhaba bika mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Longido mkoani Arusha watakiwa kuondokana na dhana potofu dhidi ya chanjo ya polio. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othman. Karibu tuwe sote. Na barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa utunzi tuanze na habari za kitaifa. Tuanzie huko jijini Dodoma. Bunge limepitisha muswada wa sheria marekebisho sheria za kilimo mwaka 2026 ili kuongeza ufanisi, usimamizi na utekelezaji wa sheria hizo kwa taasisi husika. Mwandishi wetu Joyce Ngerangera ametuandalia taarifa ifuatayo. Muswada huu umepitishwa baada ya waziri wa kilimo Daniel Chongolo kuwasilisha bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema marekebisho hayo yanagusa sheria ya usalama wa chakula sura ya 249, sheria ya tasnia ya mkonge sura ya 30, sheria ya tasnia ya chai sura ya 275 na sheria ya tasnia ya sukari sura ya 251. Eneo mahususi ambalo tumeliwekea msukumo kwenye mabadiliko haya ni kutoa fursa ya Watanzania na wawekezaji kuja kuwekeza kwenye ujenzi wa viwanda vya kuchakata sukari ya viwandani nchini na kutoa fursa ya wao kuingiza low sugar ili waje kuichakata nchini, kwa sababu kwetu tutakuwa tumevutia mtaji, tumevutia ajira, tumevutia kodi, lakini tumevutia na udhibiti wa fedha za kigeni kwenda nje. Baadhi ya wabunge nao wakapata fursa ya kujadili muswada huo, huku wakibainisha baadhi ya changamoto zilizopo katika sekta ya kilimo. NFRA inakusanya mahindi ya wakulima wa nchi hii, lakini hii NFRA inakaa zaidi ya miaka miwili, mwaka mmoja na nusu haijawalipa. Mpaka watu wanaingia kwenye hatua ya kulima mahindi waliikopesha serikali haijawalipa mpaka ninapozungumza hapa. Sekta ya chai, Mheshimiwa Naibu Spika, changamoto kubwa ambayo ipo kwa wakulima, kwanza ni masoko ambayo ni shida kubwa sana. Wanachuma chai kwenye mvua nyingi lakini hawalipi kwa wakati. Masoko ya kulipa chai ni changamoto. Mashamba mengi yametelekezwa polini, wananchi wameanza kukata tamaa sana. Aidha, katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, mbunge wa viti maalum Asha Feruzi kutaka kauli ya serikali kuhusu matumizi ya stendi zilizojengwa kwa gharama kubwa. Ni upi mwongozo wa serikali katika matumizi ya stendi ambayo yatatupa tija kwa wananchi na tija ya uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya na kuleta maendeleo makubwa, kwa sababu zile stendi ni sehemu ya mapato ambayo tunayarudisha kwenye jamii yetu kwenda kujenga zahanati, shule na miundombinu mingine. Asante. Nini tulichosema kama serikali? Tulisema kwa maeneo ambayo stendi zipo na mabasi yanaanzia hapo, mabasi yaende kwenye stendi, kwa sababu hizi stendi tumezijenga kwa ajili ya mabasi, lakini pia inatusaidia kama nchi kuwa na utaratibu. Inatusaidia kama nchi masuala pia ya kiusalama. Magari, kila gari likianzia nyumbani, ili limeanzia kule, ili limeanzia kule, control ya masuala ya kiusalama. Huku tumeshasema mengine yasipite kwenye mizani, yanaweza yakabeba madawa ya kulevya yakapitiliza moja kwa moja kule yanakokwenda. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Asante sana Joyce Ngerangera kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, zaidi ya watoto 400,000 mkoani Kilimanjaro wanatarajiwa kupata chanjo ya polio ambayo inatarajiwa kutolewa kwa awamu mbili. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Diana Rose Charles. Jerry Kanga ni mganga mkuu mkoa wa Kilimanjaro, amesema kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 29 wanatarajia kutoa chanjo dhidi ya polio kwa watoto waliopo mkoani Kilimanjaro. Na tunatoa chanjo hii maalum kwa hawa watoto ni kwa sababu
ya kuhakikisha kwamba tunawapa kinga dhidi ya kirusi aina ya pili kinachosababisha polio. Kwa hiyo watoto wote waliozaliwa kama nilivyosema kuanzia mwaka 2017 mpaka sasa watapata chanjo 2. Na ili waweze kuwa na kinga ni lazima tuhakikishe wanapata chanjo ya kwanza ambayo inafanyika kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 29. Lakini vile vile watapata chanjo ya pili ambayo itafanyika kuanzia tarehe 29 mwezi wa 9 mpaka tarehe 2 mwezi wa 10. Akizindua zoezi hilo katika kituo cha afya cha Pasua, Manispaa ya Moshi, Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu akatoa maagizo kwa waratibu wa chanjo hiyo kuhakikisha watoto zaidi wanafikiwa na zoezi hilo. Takriban 4,93,680 ni idadi kubwa, lakini inawezekana tukawa tumewaacha baadhi ya watoto. Kwa hiyo nilitoa maelekezo jana na kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya wote kwamba wahakikishe tunakwenda kila mahali kuwapatia watoto wote chanjo ili waweze kupona. Ni haki ya mtoto kupata chanjo, lakini ni wajibu wa wazazi, walezi, lakini pia ni wajibu wetu sisi viongozi ambao tumepewa dhamana ya kuwalea watoto kuwapeleka wende wakapate chanjo. Chanjo hii ni salama, imehakikiwa vizuri. Agustina Ulanga na Naomi Petro ni wazazi waliofika katika kituo cha afya cha Pasua kwa ajili ya watoto wao kupata chanjo ya polio. Niliposikia tu kuna uzinduzi wa chanjo, ilibidi nifunge safari nije kupata huduma hii kwa ajili ya mtoto wangu. Namshukuru sana Rais Samia kwa kutuletea chanjo hii kwa ajili ya watoto wetu. Tunamshukuru kwa kweli, watoto wetu leo wamechanjwa, wamepata chanjo ya polio. Tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta chanjo bure. Tunashukuru kwa sababu tunajua watoto wetu watakuwa salama. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Wakati huu wazazi na walezi wilayani Longido mkoani Arusha wametakiwa kuondokana na dhana potofu dhidi ya chanjo ya polio na badala yake kuhakikisha kila mtoto mwenye umri chini ya miaka 10 anachanjwa ili kuepuka madhara ya ugonjwa huo. Mkuu wa wilaya hiyo Salim Kali akiwa katika uzinduzi wa chanjo shuleni ameeleza kuwa zaidi ya watoto 71,000 watafikiwa na chanjo hiyo ndani ya siku 4 za utekelezaji wa zoezi hilo. Tunakwenda kuwakinga watoto wetu na maradhi ambayo wangeweza kuyapata ya kupooza, kuparalyze, matokeo yake washindwe kutimiza ndoto zao wanapokuwa kwenye mfumo wa ukuaji, watapokuja kufikia kama sisi. Dozi hii inakwenda kuwafanya wawe na kinga timamu. Naye afisa kutoka Wizara ya Afya Maki Waziri na mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Longido Matthew Majani wameeleza madhara yanayoweza kumpata mtoto kwa kukosa chanjo hiyo, ikiwemo ulemavu, kupooza na kushindwa kutimiza ndoto zao. Kwa sababu kampeni hii inaendelea kuwapa watoto kinga dhidi ya ugonjwa hatari wa polio ambao unasababisha ulemavu, kupooza na watoto washindwe kufanya shughuli zao, lakini pia ikiwepo na elimu na kuweza kusababisha kukosa nguvu kazi katika taifa hili letu la Tanzania. Kwa siku ya leo pekee tarehe 27 tunatakiwa tutoe kwa watoto takriban 20,000. Na nguvu kubwa ya leo tunaanza mashuleni, kwa maana shule zote 76 pamoja na shule shikizi huduma kote zinatolewa. Lakini pamoja na hivyo tunaenda kutoa chanjo hii nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada pamoja na mikusanyiko mingine. Mkuu wa shule ya Longido Charles Mbando na mzazi Doris Swai wanabainisha yale yaliyoibuliwa na wanajamii katika zoezi la uhamasishaji wa zoezi la chanjo. Lakini pia kwa upande wa wazazi wamekuwa na imani potofu ambazo zimetupa sisi wakati mgumu wa kuwashawishi na kuwaelewesha, ukizingatia maeneo yetu ni jamii ya wafugaji kwa asilimia kubwa. Lakini kwa elimu iliyohamasishwa na tuliowapa, changamoto zimekuwa ni za kawaida, na hii imepelekea kuona wingi wa wanafunzi kujitokeza, na kama mlivyoona walivyojitokeza na kukimbilia kuchanjwa. Asitokee mzazi ambaye anaweza akakataa watoto wasipewe chanjo. Chanjo ile ni muhimu sana kwa watoto, na nawashauri wazazi wote wajitokeze kama tulivyotangaziwa na kama tulivyopeleka ripoti kila mahali mpaka makanisani, misikiti, na kweli watu wengi walikubali. Kwa hiyo sidhani kama kuna mama atakataa.
Kampeni ya chanjo ya polio imezinduliwa rasmi hii leo katika maeneo mbalimbali nchini ikiwa na lengo la kuhakikisha afya bora kwa mtoto chini ya umri wa miaka 10. Beatrice Gerard, Star TV, Longido, Arusha. Serikali imesema itawachukulia hatua za kisheria baadhi ya mawakala wa ajira nje ya nchi kwa kufanya vitendo vya utapeli kwa vijana wa Kitanzania wanaotaka kwenda kufanya kazi nje ya nchi kwa kuwatoza tozo kubwa. Tupate taarifa kamili. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano, Dr. Evelyn Munisi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua huduma ya ughaibuni loni iliyoanzishwa na benki ya CRDB ili kuwawezesha vijana wa Kitanzania wasiokuwa na kipato cha kumudu gharama za safari za nje ya nchi. Napenda kusisitiza kwa dhati kwamba serikali haitokubali kuvumilia vitendo vya mawakala wanaotoza Watanzania gharama kubwa zisizo na msingi katika mchakato wa kuunganisha na fursa za ajira ya nje ya nchi. Naamini mwenyekiti upo vizuri na unafuatilia hilo kwa umakini sana. Serikali ina wajibu wa kuhakikisha kuwa fursa hizi zinakuwa na manufaa kwa Watanzania na hazigeuki kuwa chanzo cha kuongezea mzigo wa kifedha. Kwa hiyo, nawaagiza mawakala wote kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na kutoza gharama stahiki na zilizoainishwa kwa mujibu wa taratibu. Kaimu mkurugenzi wa benki ya CRDB Pendasoni Filimoni amesema benki hiyo imetenga zaidi ya shilingi bilioni 250 kwa kipindi cha miaka 5 ni kwa ajili ya huduma hiyo. Tulizingatia juhudi zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo katika kipindi cha zaidi miongo mmoja uliopita kupitia wizara unayoiongoza hususan idara ya ajira imejenga mfumo madhubuti wa kuwezesha Watanzania kupata ajira nje ya nchi. Inatajwa kuwa baadhi ya vijana wa Kitanzania wenye ajira zilizothibitishwa nje ya nchi hushindwa kuondoka nchini kutokana na kukosa fedha za gharama ya maandalizi ya safari zao. Serikali inaendelea kufanya mazungumzo na serikali za nchi zinazohitaji nguvu kazi yetu, kuimarisha ushirikiano wa kikazi, kuweka mazingira ya ajira salama na pale inapofaa kuingia katika makubaliano yanayoweka msingi wa ushirikiano katika ajira na uhamaji wa nguvu kazi. Baadhi yetu ambao tulikuwa na nafsi ambazo zilikuwa ni dhaifu waliweza kuchukua kwa udanganyifu pesa kutoka kwao. Kupitia mkopo huu unawezeshwa na huduma ughaibuni loan, inatuwezesha sisi vijana kusimamia gharama zote na kufanikisha safari yetu ya kuweza kufanya kazi nje ya nchi. Aidha, Filimoni amesema kabla vijana hawajapatiwa mikopo hiyo, wapatia elimu ya fedha itakayowezesha kufanya matumizi sahihi na kukuza kipato chao. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere amewataka madiwani katika halmashauri za wilaya nchini kuhakikisha wanatoa majibu sahihi katika hoja zitolewazo na ofisi yake ili ziweze kuwasaidia katika kupanga malengo ya utoaji huduma kwa wananchi. Akizungumza katika mafunzo maalum kwa madiwani wa halmashauri 9 za mkoa wa Mara, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Charles Kichere ametoa kauli hiyo na kuwataka madiwani kutozipitisha hoja hizo bila kuthibitisha kama majibu yake yapo sahihi. Natarajia mafunzo haya yatawajengea uwezo wa kuelewa taarifa za ukaguzi na kuzitumia katika utekelezaji wa majukumu yenu. Mnapojadili hoja za ukaguzi, msikomee kusema maoni ya mkaguzi yazingatiwe. Hoja chanzo cha tatizo, athari zake, hatua zilizochukuliwa, muda wa utekelezaji, namna kuzuia tatizo lisijirudie. Haya yote tutapeana uwezo wa jinsi ya kuyafanya. Akifungua mafunzo hayo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amewataka madiwani kuwa wasikivu na kuhakikisha mafunzo haya yanawasaidia katika usimamizi wa rasilimali katika halmashauri zao. Kwanza, wajibu na majukumu ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Lakini pili, napata wasaa wa kupitishwa kwenye wajibu na majukumu ya baraza la madiwani katika kusimamia rasilimali za halmashauri. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa kufanya jambo hili jema
la kutoa mafunzo kwa waheshimiwa madiwani wote katika mkoa wetu wa Mara juu ya usimamizi wa uendeshaji wa serikali za mitaa. Baadhi ya madiwani wanazungumzia mafunzo hayo ya changamoto wazipatazo wakati wa kujibu hoja za mkaguzi wa hesabu za serikali. Nashukuru sana kwa jambo hili ambalo nimesikia leo kwa macho yangu na akili yangu timamu, na nimekuwa sasa nimenolewa na semina hii kwenda kuangalia sasa wananchi wanapataje huduma zao stahiki. Nadhani sasa kulingana na elimu inayotolewa hapa ndani na CAG mwenyewe, tunatakiwa kuangalia namna bora ambayo wakaguzi wa ndani wanahakikisha kwamba manunuzi yanafanyika kwa utaratibu. Na ndio muhimu wa kutumia wakaguzi wetu wa ndani ili kuweza kutusaidia, kwa sababu hawa ni wataalamu. Kwa hiyo mara kwa mara wanakuwa kwamba hawatumiki vizuri. Madiwani zaidi ya 137 katika halmashauri 9 za mkoa wa Mara wamepewa mafunzo maalum juu ya usimamizi wa fedha zitolewazo na serikali katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwingineko, wazee wanaume nchini wametakiwa kuungana pamoja ili kuwa na sauti moja itakayosaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili na kuchochea maendeleo ya kundi hilo muhimu. Beatrice Jaranda na undani wa taarifa hii. Makamu wa Rais wa Chama cha Wazee Wanaume Tanzania Joseph Laizer akiwa jijini Dodoma kuelekea mkutano mkuu amewataka wazee nchini kutumia chama hicho kama sehemu ya kuwaunganisha. Tumeamua na sisi ili tuwe sauti moja, tukutane wote kwa pamoja, tuwe kitu kimoja, wazee Tanzania nzima, nchi nzima mpaka Zanzibar. Kwa maana kwamba tuungane, tuwe kitu kimoja, tupase sauti zetu kwa serikali yetu ili nayo serikali iweze kutambua wazee katika stahiki zote za huduma za aina zote. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mkutano mkuu taifa Peter Mavunde ameeleza kukamilika kwa mkutano huo ambapo zaidi ya wajumbe 200 wanatarajiwa kushiriki kutoka mikoa ya Tanzania bara na visiwani. Niseme kwamba maandalizi ya mkutano wetu mkuu yamepamba moto, yamekamilika kwa kiasi kikubwa. Tunachosubiri hapa ni wajumbe wa mkutano mkuu kuanza kumiminika katika jiji la Dodoma. Naomba niwakaribishe wajumbe wote ambao tunawategemea, wajumbe takriban wajumbe 200 kutoka mikoa yote ya Tanzania pamoja na kule Zanzibar au visiwani kwa maana ya Pemba na Unguja. Nao baadhi ya wajumbe wanaeleza umuhimu wa mkutano huo katika maendeleo ya wazee. Hili ni kundi ambalo maendeleo yote wanayoona kwenye nchi yetu ya Tanzania yametokana na hawa wazee wakiwa bado vijana, lakini leo umri umewatupa mkono. Kwa hiyo mimi kwangu huu mkutano ni mkutano muhimu sana kwa maslahi ya kuliponya taifa. Pia tunafahamu mchango wa wazee katika taifa hili, na ukiangalia wazee ndio wamelifikisha taifa hili hapa tulipo. Mkutano mkuu wa kwanza wa Chama cha Wazee Wanaume Tanzania unatarajiwa kufanyika Agosti 29 mkoani Dodoma, ukitanguliwa na kikao cha kamati kuu tarehe 28 Agosti. Beatrice Gerard, Star TV, Dodoma. Baraza la Makanisa ya Kipentekoste mkoani Kagera CPCT limewataka Watanzania kuendelea kudumisha amani na umoja kama msingi wa maendeleo katika taifa. Viongozi na waumini wa makanisa ya Kipentekoste wakifanya usafi katika viunga mbalimbali vya manispaa ya Bukoba chini ya mwenyekiti wa baraza la makanisa hayo mkoani Kagera, Askofu Ayubu Bikitila, ambaye amesema zoezi hilo limebeba ujumbe wa amani. Pasipo amani hata tunayoyafanya sasa hizi hatutoyafanya. Pasipo amani ibada tunazoendelea nazo makanisani hatuwezi kuzifanya. Kwa hiyo bado tunasisitiza kuishi kwa umoja mbali na tofauti za dini zetu, mbali na tofauti ya madhehebu yetu. Tunakuwa wamoja kama Watanzania. Baadhi ya viongozi wa makanisa hayo wametekeleza zoezi hilo huku wakitoa nasaha ya kudumisha amani kwa wakazi wa manispaa ya Bukoba. Kubwa zaidi, tumezaliwa Tanzania, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo tulivyokuwa tunapita tunahamasisha usafi, lakini hatujasahau jambo la amani, kwamba kubali moyo ukae sawa, lakini amani ya moyo iweze kusambaa hata katika nchi nzima, kusudi hata rais, hata viongozi wa mikoa na wilaya pamoja na madiwani
waweze kuongoza wananchi wakiwa salama. Nia yetu kuhamasisha kwamba kuwa pamoja inawezekana, lakini pia mazingira masafi inawezekana pia. Ile kushirikiana pamoja na kuwa pamoja inaweza kuleta kitu kikubwa kabisa. Askofu wa makanisa ya Victory Assembly Joas Baganda ameelezea umuhimu wa tendo la kufanya usafi kiroho. Yesu alitabiriwa akiwa ni mfalme wa amani. Na kama ni mfalme wa amani, basi na sisi tuonyeshe amani tulionayo kwa ndugu zetu, kusafisha barabara na mitaa yetu, ili kukualika wewe ambayo umetuona na ambayo utatusikia uweze kushiriki mkutano mkubwa ambao tunategemea ufanyike kuanzia hiyo tarehe 3 mpaka tarehe 6 mwezi wa 9. Huduma ya Nuru kwa Mataifa kwa kushirikiana na Baraza la Makanisa ya Kipentekoste Tanzania CPCT umeandaa mkutano mkubwa unaotarajiwa kuanza Septemba 3 hadi 6 mwaka huu katika viwanja vya Kashai Manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Mariam Emiri, Star TV, Kagera. Na wakazi wilayani Tarime mkoani Mara wameaswa kupeleka watoto chini ya miaka 10 ili waweze kupatiwa chanjo ya polio ili wasiweze kupata ugonjwa huo wa kupooza. Taarifa kamili na Frankius Clovis. Msisitizo huu unatolewa na mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Goere wakati wa uzinduzi rasmi katika utoaji wa matone ya chanjo ya kukinga ugonjwa wa polio katika halmashauri ya wilaya Tarime pamoja na mji wa Tarime. Lakini habari njema kwamba unayo kinga kupitia chanjo hii ya leo. Awamu ya 3 tunaizindua leo, na ni imani yangu kila mwananchi atajitokeza kwa ajili ya kupata chanjo hii, hasa kwa watoto wao ambao wako chini ya miaka 10. Kwa hiyo tutaendelea kufanya zoezi hili kwa siku 3. Tarehe 27, 28, 29 na tarehe 30 ndipo itakuwa mwisho. Kwa tutumie fursa ya siku hizi 4. Mkuu wa wilaya anaeleza lengo na waliokusudiwa kufikiwa katika zoezi hilo kwenye halmashauri zote mbili. Ukienda Tarime mjini kwa maana ya halmashauri ya wilaya, lengo ni kufikia watoto 194,950. Tarime mjini tuna lengo kufikia watoto 58,071. Zoezi la utoaji wa chanjo hiyo ni awamu ya 3 ambapo watoto wanasisitizwa kupata chanjo awamu zote. Napenda kuasa wazazi, walezi na walimu wale wote ambao tuna watoto chini ya miaka 10 basi tuweze kuitikia mwitikio huu kwa ajili ya kushiriki kampeni hii tuweze kutokomeza ugonjwa wa polio, ambapo tunategemea kufikia watoto wasiopungua 58,000 katika halmashauri ya mji wa Tarime, na mpaka kufikia sasa hivi tunavyozungumza maandalizi yote yameshakamilika. Tulishafanya vile vikao vya awali, lakini pia tulishafanya uhamasishaji ngazi ya jamii, lakini pia kwenye makanisa na hata kwenye mashule ambayo yanawalengwa, na tunatarajia kwamba zoezi letu litaenda vema baada ya kuwa tumezindua siku ya leo. Nimeshiriki katika zoezi hili la uzinduzi wa chanjo ya polio kwa awamu ya 2. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kutuletea hii chanjo ya awamu ya 2. Hii chanjo ni salama kabisa, maana hata awamu ya kwanza mwanangu alipata, lakini hakupata shida yoyote, sikuona mabadiliko yoyote katika afya yake. Ukuaji wake unaendelea vizuri. Kwa hiyo hii haina madhara yoyote katika afya ya watoto wetu. Nipende kuwashauri wazazi wengine wenye watoto chini ya miaka 10 wajitokeze kwa wingi. Nikiripoti kutoka Tarime mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV. Mtazamaji, taarifa yake Frankius Cleophas inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa utakuwa ni sawa jicho letu mkoani. Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me, ni kila siku saa 4:30 usiku, huku watoto wakipata
pata raha ya katuni kali na vipindi kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Serikali imewahimiza wakazi wa wilaya Serengeti kuhakikisha watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo ya polio inayotolewa bure. Chanjo hiyo ni muhimu kwa kuwakinga watoto dhidi ya ugonjwa wa polio ambao unatajwa kuwa miongoni mwa magonjwa yanayochangia ulemavu wa kudumu. Kutoka Serengeti, Sospita Mabirika na undani wa habari hii. Akizindua chanjo ya awamu ya 3 ya polio wilayani hapa, katibu tawala wa wilaya Serengeti Melama Masiko kwa niaba ya mkuu wa wilaya Serengeti anasema chanjo hii ni muhimu katika kulinda watoto wetu dhidi ya ugonjwa wa polio ambao unaweza kuleta au kusababisha ulemavu wa kudumu. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya mkuu wa wilaya kuwahimiza wazazi wote, walezi, jamii na wanaserengeti wote kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wanastahili kupata chanjo hii ambao wana umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo hii kwa usahihi. Dr. Ngwengwe Damas, kaimu mganga mkuu wa wilaya Serengeti, anabainisha alivyojipanga kutoa chanjo ya watoto, huku Kasta Tobias kutoka Wizara ya Afya anaeleza umuhimu wa kampeni ya chanjo ya polio. Tunatarajia kuchanja watoto 164,921. Tuna timu za uchanjaji 227 ambazo zitakuwa zinatembea nyumba kwa nyumba, lakini pia tuna wasimamizi au team supervisors karibia 53. Kampeni hii imelenga watoto wote chini ya miaka 10, kwa maana aliyezaliwa leo mpaka miaka 9 na miezi 11. Hao ni walengwa wetu. Chanjo ya polio inatajwa kusaidia kuondoa tatizo la ugonjwa wa kupooza ambao umekuwa ukichangia ulemavu wa kudumu. Nishukuru serikali kwa sababu chanjo hii inafanya watoto wawe na afya nzuri. Mara ya kwanza ulemavu ulikuwepo kwa watoto sana. Wazazi wengi tulikuwa tupeleki watoto wetu kwenye chanjo. Na tunashukuru serikali kutambua tatizo hili na kuleta chanjo mapema kwa ajili ya kuokoa watoto wetu. Watoto wanapata chanjo ya polio na hapa wanatoa kongole kwa serikali. Nashukuru serikali kwa kutuletea hii chanjo ya polio, inatusaidia sisi watoto kutokuugua ugonjwa wa kupooza. Namshukuru Mama Samia kwa kutuletea chanjo ya polio. Namshukuru Mama Samia kwa kuleta hii chanjo ya polio, imetusaidia tusiumwe ugonjwa wa kupooza. Kampeni ya chanjo ya polio ni hatua muhimu katika kukabiliana na virusi vya kupooza ambavyo vinatajwa kusababisha ulemavu wa kudumu kwa baadhi ya watoto. Nikiripoti kutoka Serengeti, Sospita Mabirika, Star TV. Mtazamaji, twende mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutakuletea habari za mataifa mbalimbali. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi. Kwa kutumia PBZ Mobile App,
mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliyowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Prometeo